mwenyekiti, kwa mapokezi haya walionipokea watu wa Tunduma, maana yake wananipa taarifa, wananipa ripoti, wananipa ujumbe, nikamwambia Daktari Samia kwamba Tunduma ni ya chama cha unamsema wangu nilikuwa napenda kuutumia kwa kusema pigwe adui wa maendeleo, pigwe apigwe adui wa maendeleo, pigwe apigwe adui wa maendeleo, pigwe. Basi bwana, semeni mhundu anakuwa basi bwana, basi bwana. Wale ndugu zangu nilipokuja na hiyo kauli ya kwamba apigwe adui apigwe, wakasema mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi anahamasisha tupigwe. Mimi nikawaambia sihamasishi mpigwe, nataka nikuhakikishieni tutakupigeni serikali za mitaa. Nikawaambia nataka nikuambieni tutakupigeni kwa hoja. Nikawaambia nataka nikuambieni tutakupigeni mwaka 2025 Oktoba. Na ndio maana tunawaambia Oktoba tunatiki. Kwa sababu mimi leo nimekuja mwenyekiti kwa kazi moja, kutoa dozi, kutoa maziwa ili kuhakikisha sumu na uchafu wote waliopewa watu wa Tunduma leo wanatapika. Na ndugu mwenyekiti, mimi kwa utaalamu, mimi ni mtaalamu wa afya. Kwa hiyo kazi ya kutibu, kazi ya kushughulika na magonjwa kuambukiza na kujitakia, hiyo ni jukumu langu na kazi yangu. Kwa sababu mimi leo nimekuja mwenyekiti kwa kazi moja, kutoa dozi, kutoa maziwa ili kuhakikisha sumu na uchafu wote waliopewa watu wa Tunduma leo wanatapika. Na ndugu mwenyekiti, mimi kwa utaalamu, mimi ni mtaalamu wa afya. Kwa hiyo kazi ya kutibu, kazi ya kushughulika na magonjwa kuambukiza na kujitakia, hiyo ni jukumu langu na kazi yangu. Tumeanza ziara yetu ya siku 7 za kibabe. Na siku 7 hizi za kibabe zinaongozwa na kamati ya utekelezaji. Leo amekuja mwenyekiti wa vijana tu, show ndio hii. Sasa sikwambia akija Daktari Samia Suluhu Hassan aje asije, nikamwambia aje asije. Na ndugu mwenyekiti, kwa mapokezi haya walionipokea watu wa Tunduma, maana yake wananipa taarifa, wananipa ripoti, wananipa ujumbe, nikamwambia Daktari Samia kwamba Tunduma ni ya chama cha. Ndugu zangu, wakati Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapatikana chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Tanzania tulikuwa na watu milioni 6. Lakini leo ninapozungumza mimi na nyinyi, Tanzania hii ina watu milioni 62. Kama hiyo haitoshi, Tanzania Nyerere ilikuwa na mikoa 15. Hapa nimepitia taarifa ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ananiambia mkoa wa Songwe ulianzishwa mwaka 2019. Uongo. Na ili mkoa uweze kuanzishwa, cha kwanza ni idadi ya watu iongezeke. Manake leo tunapoizungumza Songwe, sio Songwe ya Mwalimu Julius Kambarage. Leo tunapoizungumza Songwe, tunaizungumza Songwe ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa kuwa idadi ya watu imeongezeka, manake ujenzi wa vituo vya afya lazima uongezeke. Manake mahitaji ya afya yataongezeka. Na kwa kuwa watu wameongezeka, tunazaliana sisi kwa sababu nchi yetu ina amani, umoja na utulivu na chakula cha kutosha. Tuna nguvu za kutosha, ndugu mwenyekiti, lazima tuzaane. Na kwa kuwa tunazaana, na Mwalimu Julius ametangaza vita juu ya maadui watatu: ujinga, umasikini na nini? Njaa. Lazima vijana tuwapeleke shuleni waende wakasome. Ndio maana Daktari Samia akajenga shule kuanzia chini mpaka sekondari ya juu. Pigeni makofi. Lakini kama hiyo haitoshi, daktari amejua sisi tutakuwa na njaa. Zamani nyinyi mnakumbuka ni wakulima wazuri hapa Songwe. Zilikuwa mbegu, pembejeo, mbolea za ruzuku zinaenda kwa wakulima wakubwa. Lakini daktari akasema hapana, mpeni anolima kula na familia yake, mpeni anolima kwenda kuuza biashara yake. Hii yote ni kuhakikisha Tanzania tunaondokana na adui njaa. Mpigeni makofi. Sasa wanakuja wajinga hapa. Wanakuja wajinga na kamdomo. Changamoto yao kamdomo kao kachafu. Wanakuja wanaanza kuwagombanisha Watanzania na serikali yao. Wanaanza kuwagombanisha Wanatunduma na kiongozi wao. Nataka nikwambieni, Tanzania tupo salama na kazi inaendelea. Na ndugu zangu,
mashahidi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa DC ameeleza vizuri kwa niaba ya mkuu wa mkoa kwamba serikali imeelekezwa na Chama cha Mapinduzi kuhakikisha inatenga 10% ya mapato kuwapa mikopo vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum. Lakini kama hiyo haitoshi, daktari amekuja na mpango wake, kwa sababu anajua anatoa fedha nyingi katika halmashauri ili ziweze kujenga kituo cha afya, ili ziweze kujenga mashule, ili ziweze kujenga na miundombinu mingine. Akazielekeza halmashauri zote, manispaa na mabaraza ya miji kutenga 30% ya fedha za bajeti kuwapa vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum, kwa kuhakikisha kwamba wao wanapata tenda ndogo ndogo watakazoweza kuzifanya katika halmashauri zao. Na hili daktari amelifanya kwa sababu ili ahakikishe anapomaliza kujenga mradi katika halmashauri husika, mradi unabaki pale na fedha zinabaki kwa wana wa Tanzania wanaotoka katika halmashauri husika. Nani kama Daktari Samia? Niende jambo la pili ambalo lilikuwa ni kuja kutizama uhai wa chama na jumuiya. Ndugu mwenyekiti, nataka nikupongezeni sana. Viongozi wa serikali, nataka nikupongezeni sana. Viongozi wa jumuiya, nataka nikupongezeni sana. Kwenye jambo la uhai wa chama na jumuiya, Songwe mmetisha, nipigieni makofi. Ndugu mwenyekiti, mimi nimezoea kupokewa na watu wengi. Mimi nimezoea kupokewa na vijana wenye ari na hamasa kubwa. Mimi nimezoea kupokewa na Watanzania wenye upendo. Na kwa taarifa yako ndugu mwenyekiti, mimi nimeshaitembea Tanzania nzima, lakini nataka niseme ukweli. Niseme siseme? Niseme siseme? Kwa mapokezi niliyopokea hapa Songwe nimehemewa. Na kilichonifurahisha zaidi, nimeona ndugu zangu wale pale wanajiita Samia Soldier. Nimefurahi sana kukuoneni katika mkutano wetu. Hongereni sana kwa kuja kutuunga mkono. Na ndugu mwenyekiti, jambo la pili au la mwisho lililonileta mimi ndani ya mkoa wa Songwe, jambo letu la uchaguzi. Nyinyi yote mnajua Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetuelekeza, na katiba hii tuliweka sisi wenyewe wa Tanzania kwa kukubaliana kwamba kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi. Ngojeni nikukumbusheni ndugu zangu wa Songwe. Nyinyi mtakumbuka nchi hii ilikuwa na chama kimoja, na chama chenyewe kilikuwa kinaitwa CCM. Chama hicho kilitokana na Afro-Shirazi Party Zanzibar 5 kwa huku bara. Na hivyo vyama viliungana 77. Wakati huo mfumo wa vyama vingi haujaja hapa Tanzania. CCM ndio aliyekubali kuleta mfumo wa vyama vingi hapa Tanzania. Na CCM huyo ndiye aliyekubali kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi kuchagua viongozi wa Tanzania. Na CCM huyo mlikubali nyinyi wa Tanzania kwamba tufanye uchaguzi kila baada ya miaka 5. Leo nimepata taarifa kuna wenzetu wanatuambia tusogeze uchaguzi mbele. Kwa katiba ipi na sheria ipi? Na hawa ni wazuri wa kutukumbusha kuhusu katiba, na hawa ni wazuri kutukumbusha kuhusu sheria. Nataka nikuambieni ndugu zangu, nyinyi mmechelewa jambini, karamu imeshaliwa, na uchaguzi dabi lazima ichezwe. Na dabi hii ndugu mwenyekiti ilikuwa inahusisha vyama ama timu 19. Timu moja kujitoa katika mchezo haihalalishi, haithibitishi kwamba dabi hii isiendelee. Dabi lazima iendelee. Wenzao walisema hatuchezi, lakini ikaingia suluhu ya Daktari Samia ikasuluhisha. Tarehe 25 tunacheza. Sasa wao kwa nini nikasema wamechelewa jambini, karamu imeshaliwa? Hakuna namna yote ya kuhalalisha ya kuwafanya na wao warudi kwenye dabi. Tukutane 30-30. Na ndugu zetu hao walijitia wao wababe, wakajitia kususa, wakadhani tutalazimisha kula. Ukisusa wenzio twala. Lakini chengine ndugu mwenyekiti, kilichokushinda kukila usikitie ila. Leo umeshinda kwenda kwenye uchaguzi, tumeheshimu mawazo yako, tumeheshimu msimamo wako. Ndugu yangu wa salam, tutakutana 2030. Na ndugu mwenyekiti, wao utakumbuka hawa ndugu zetu, uchaguzi wa serikali za mitaa tulienda pamoja, lakini kwa kura nyingi za kishindo na Songwe mkitongoza, ndugu zetu tulipomtangaza mgombea wetu Samia Suluhu Hassan, ndio wakaanza unajua, unafahamu, kwa sababu hawana striker, hawana beki wa kushindana na Samia na Daktari. Na ndugu mwenyekiti, nataka nikwambie CCM kwetu sisi
Uchaguzi ni sawa sawa na kifo. Ndugu yangu, unataka utakufa, hutaki utakufa. Ikiwa na maana kwamba sisi uchaguzi kwetu kushinda lazima. Na tunashinda uchaguzi sio kwa sababu ya mabavu. Na tutashinda uchaguzi sio kwa sababu sisi wajanja sana. Na tutashinda uchaguzi sio kwa sababu yoyote, isipokuwa tutashinda uchaguzi kwa sababu ya utekelezaji wetu wa ahadi tulizoahidi, na tumekuleteeni ilani iliyokuwa nzuri na bora kama zilivyokuwa ilani zilizopita. Na ilani hii tumeileta ni mwendelezo wa ilani zilizopita. Nataka nikwambieni ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi. Chama cha Mapinduzi tumeamua kutoa ilani mwezi wa 5. Uchaguzi ni mwezi wa 10. Kuwapeni nafasi wa Tanzania musome ahadi za Chama cha Mapinduzi. Musisome utekelezaji ambao tunataka kufanya Chama cha Mapinduzi. Musome nini tumepanga kuwafanyieni wa Tanzania. Wengine wote walobakia ni matapeli. Wana ilani hawana? Chama pekee kilichotoa ilani ni Chama cha Mapinduzi, na ili kuwapa nafasi wa Tanzania muisome, muielewe, muijadili, lakini mwisho Oktoba twende tukatiki. Sasa wanapokuja hapa, wanakuja wao, unajua, umeona hapa wamenipiga, umeona na huko wamenifanya nini. Ndugu yangu, wewe ushaambiwa hapa usipite, pana umeme, wewe umepita. Kinachotegemea nini kama sio kupigwa shoti? Yaani sasa wewe umeenda kwenye sehemu hivi kuna umeme hivi, sehemu inapozalishwa umeme. Alafu kwa yule rafiki yangu mmoja anakuambia hapa imeandikwa dangerous. Ndio maana yake nini? Lakini ameniambia maana yake ni hatari. Alafu wewe umeenda. Alafu ulipopigwa shoti na umeme unasema umeme umenipiga shoti. Ndugu yangu, umeambiwa usipite, umepita. Unachotegemea ni nini? Tanzania tuna makabila 152. Na kila kabila linaongea lugha yake. Lakini baada ya uhuru, yule mzee anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, genius, akaturejesha wa Tanzania. Akasema mimi ni Mzanaki, kuna Mmara, una wawapi, ila lugha yetu kwa kuwa wote ni wa Tanzania, tutumieni lugha ya Kiswahili. Uongo. Na ndio maana utakumbuka awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tulikuja na ujamaa na kujitegemea. Awamu ya pili ya mzee Mwinyi tukasema ruksa. Awamu ya 3 ya mzee wetu Mkapa tukasema ukweli na uwazi. Awamu ya 4 tukasema ari mpya, nguvu mpya na kasi ya ajabu. Awamu ya 5 tukasema hapa kazi tu. Awamu ya 6 tukasema kazi na utu, tunasonga mbele na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndugu zangu, na hama wale ndugu zetu walikuja na no fair no hate, sijui maana yake nini. Wakaondoka wakaja na M4C, movement for change. Wameondoka wamekuja na hii no sijui na nini. Mimi Kiingereza sijui, mimi lugha yangu ni Kiswahili. Nataka nikuulizeni wa Tanzania, yule mtu wa Songwe anaishi kijijini kule, anafahamu maana ya maneno haya? Nataka nikupeni siri kwa nini wameamua kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa sababu mfadhili wao, mtu ambaye yupo nyuma yao, anataka kuona na kuhakikishiwa kwamba ajenda alizowapa zinakwenda na Watanzania zinaelewa. Lazima Watanzania wa Songwe muwakatae. Wanalia, haya wanalia, asante sana, shukuru sana.